Hi guys, hi. This is Raymond Victor. I am back again. Kuna baridi sana hapa hivi nje. Najua place yenye huko, najua umejipin either na sweater na jacket. Kuna wale wenye wanavaa t-shirts 2 ama hata 3 kupunguza hii baridi. Hii baridi wanasemanga ni weather for 2. Tony. Yes, Osama. Hii baridi ni weather for 2. Wawili kwa wawili, hii baridi ni kali. Wawili kwa wawili na umekuja hapa hivi na duvet. Yaani hiyo kitu ni seriously imekulemea tu hivyo. Boss. Siko baya, unajua hii baridi haiwezi punguzwa na sweater haiwezi. Hiyo ndo kwa maana umekamna duvet. Lazima. Duvet kubwa. Lazima. Hizi ni 6x6. Ni yangu pia nunua yangu. Anyways guys, hiyo inafaa kukuambia how the weather in Nairobi is not giving at all. This weather is not weathering. Unasemanga something is not something. So this weather of Nairobi currently is not giving. Sahi kuna baridi. And my advice to people who are driving right now, Tony, you know sahi wanafunzi wanatoka shule. Totally. Ni majioni na wase wengine pia wanatoka job. Yeah. Everybody is in haste kufika home. Kabisa. So wale wase wenye wana drive kwa barabara, please just watch out. Najua uko na haraka kufika home. Watch out on the road where there are school kids trying to cross the road. So just play safe, okay? And right now barabara pia ziko slippery Tony. Totally kabisa. Bedhe kuna dozu to slake instantly toka sibu bila sweater na urumia sahihi. Kuna maslake queens wengine nilionanga side za Westlands. Ndio nikwambia urembo ni gharama. Shida kabisa sasa ndo naifeel. Wanasemanga urembo ni gharama. So unapata umevaa book top peke yake. Book top Na wigi kwa kichwa. na si book top ni top yenye like haijaguza kiuno. Hata kitovu wazi. Yeah, imeacha kitovu wazi. Kitovu wazi. So unajaribu kuimagine Slay Queen alitoka hivyo aende akaimpress the world Okay. Hawakunywe bila straw. Then Mungu ni nani? Then Mungu ni nani? Sahi nakwambia seriously, hata X akivuka Tony nayo mbio kwa gari yake. Tutaenda kununa baadaye huko mbele. Okay, so what do you tell those Slay Queens? When do you umeleto topic? Me personally say ningependa kuambia it is like a lesson every morning akitoka akumbuke kubeba something at least aisijua the weather venye iko sahi. Aisijua sio? Yeah, inaweza msaidia somewhere. Yeah, so even the Nairobi sahi ni very very unpredictable. Kigeu. Totally. The next minute jua inawaka kali, utadhani tuko Loitoktok. Kumekauka kabisa. Then ikifika jioni around saa 9 saa 10 hapa. Boom. Kila mtu Tony anakimbiza jacket. Ni sweater tu. Yeah, so Slay Queens mmesikia Tony kitu yenye amesema, please in as much as you want to kill the world with your beauty and your figure, make sure you carry your sweater in the morning or even an umbrella. Ipeleke tu job, iache tu job huko hivyo. Maybe ukienda kazi huwezi jua day yenye mvua itanyesha, okay? So just make sure umezijaza kwa ofisi somewhere kwa desk yako. Ukifungua drawer ni jacket. Ukifungua drawer ya pili ni sweater. Ukifungua ya tatu ni mavuli ndogo. Demfani alimulizanga umevaa nini? Akaniambia bolero. What is a bolero? Kuna ma sisters bwana. What is a bolero? Wallahi yo mimi sijui. So ananiambia ati amevaa bolero. Wasana wale serious kuna mambo. And speaking of ladies Tony, so there's just a topic I want us to quickly talk about here. Yeah, so leo I was talking to my friend kwa WhatsApp na alikuwa amejam sana. Ni msichana. What? Sasa sijui so usikie kwanza. Hii topic bwana ni deep. So nimemuuliza hey, akaniblue ni best yangu bwana. Nashangaa Something fishy hapo. na hii baridi. Sijali bro, sasa zingine alikuwa na mafeelings. So nimemwambia hey, akanyamaza. Then ya pili akaniambia aki nyinyi
wanaume surely. Nikamuuliza why, what have I done? So unajua mademu wengine wanatoleanga wanaume wote ni general makosa ya mwanaume mmoja. Wanakonga hivyo. Yeah. So vile aliniambia hivyo, nikajua basi kuna jambo. Nikamuuliza kwani nini mbaya mami? Akatoka tu online. Then time kidogo nikaona status. So hii status nimefungua niangalie, nikamit na ka topic kingine hapa. Ni ka screenshot I think. And screenshot tu from somewhere. Akaipost hapo. Inasema drama as woman bans shopping brought to her by her baby daddy. The man returned 7 years after denying a 2 weeks pregnancy with the lady. He came back with the shopping to make peace offering with the woman and see his now 7-year-old kid. But the mother, out of anger, chased him away and burned everything the man brought for her and the kid, including the parents. Bas, nikajua bas, tumeisha. That woman was right. Which woman? My friend ama the woman who burned the shopping? The woman who banned the shopping. Kama alikuwa somehow right, yeah? Somehow right. Yeah, somehow right. Where seriously sahi na hii economy? No, sahi na hii economy. And it's quite clear. Wameonyesha pia hivi the shoppings. Just take a look at these things, huh? Take a look at them. Are these things easy to come by? Sahi kuna wenye wako kwa mamilimo ukevo wanaomba Mungu peleka economy chini. Mungu rudisha bei ya vitu chini. Mungu fungua njia tupate kazi. Watoto wetu wakule, fungua njia tupate kazi. At least we put something on the table. Yeah? Then msana wetu analetewa hizi, anachoma why? Mr. Ray. Nikuulize swali. Mimi sasa nijifanye example Yusef ujeke kwa shoe ya huyo madam. Okay. Boy kwanza amekukana na 2 weeks pregnancy. Saa zingine alisema si yake, ama alisema saa zingine you cheated. Then although makaenda kapotea for good 7 good years. Wewe pale like a lady, I'm totally sorry for that girl baby. Akaenda pale, this girl aka struggle those all good 7 years mto yako hapo. Unaweza pata paka the time ya labor, this man was not there. Imagine. No, skia Anthony. Yes. Time ya labor, no man is always allowed to be next to the lady. But do no, angekuwa tu pale, yani just the support. presence tu zake tu zingekuwa tu pale. Yeah, that can support. Ngempatia nguvu. This lady angefeel a bit, good 7 years, then una come back with the shopping. Kwani do you mean this lady hakuwa anakula kwa hizo 7 good years zote? Anthony, in my own language, yes. My own tribe, tukikoseanga wasichana, tukiendanga kuwaomba msamaha, tuendanga na mbuzi moja. Okay. How much is one goat? One goat, I think it was like 4,500. 4,500? Yeah, 45. Hiyo ni mbuzi yenye imenona kabisa, si ndio? Hii kubwa kabisa, si ndio? But then ebu piga tu hesabu ya hizi vitu zote. Hii imepiga 10k. Na hii economy yetu sasa hii imepiga 10k. So come on, Anthony, mimi nalilia tu economy yetu sasa hii. Okay. Nikuulize sasa hii ama hata niwaulize nyinyi wasichana. Uulize. Mimi nimekupatia mimba wewe msichana place yenye uko sasa hii. Okay? Na sina kitu. I don't have shishi. Nigerians wanasemanga shishi. I don't have kobo. Okay? So I'm a man. Wanaume wanakonga na pride. Tena big. Na sisi kubali Anthony, mtoto wangu azaliwe out of wedlock. Okay. Azaliwe out of nothing. Okay. Like akizaliwa hivi mtu hii anataka nani? Mtoto anataka diapers. Mtoto anataka sijui nini. Mtoto anataka sijui what 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes. Mama pia saa hiyo appetite yake inaunga juu. Lazima kule fit. Sasa imagine I don't have anything. Na si lazima tu guilt inishike. Nipotee kidogo. Okay. Hata kama tuko mashambani, nikimbie kwa city kidogo, nikajaribu kuhustle. Okay. Kufanya kazi. Nipate pesa at least nirudi, ni give my girlfriend and my kid the life that they deserve. Then Mr. Raymond, yes, they always say that communication is the key. Communication is the key. Yeah, that means mimi personally
ninge do something like that one, ningeambia my girl, this and this is what is going on. I don't have anything. You are expecting a baby, sindio? So do this. Mimi nitatoka niende somewhere and then nitafute. I don't know time then nita come back mpaka successful ikifanya nini nipate. But success. Yeah, but this guy yakusema you, this guy, that's the message napata hapa. Alisema mtoisi wake deny totally akadeny. This girl akabaki under pressure kabisa totally, ajue anze wapi, ajue ende wapi. Yeah, mind yake, yani imagine 7 years hata nisema alikuwa sha sawa na this person. 7 years. A good 7 years. 7 years is not a long come on, Anthony. Do you know how the environment feels like? Kama wewe kijana au plan, yes, demo may come visiting, okay, 1 to 3 it may happen, 1 or 2 months later unapata news, boom, I'm pregnant. Do you know how the environment feels like kwa huyu kijana? There's no problem. There's no problem. There's what we call communication. Just communicate with this girl, with this queen that you love so much. What if I had no phone back then, and maybe too wazazi wa huyu msichana maybe hawakwanga wamesupport hii relationship yetu, what could I have done? Na si nitoke nje nitafute. Mimi swali ni hii message nasema alikataa mtoto, si eti alijificha. Anthony, you know, this person alikataa mtoto out of anger. Niko very sure news writer mwenye ameandika hii article alikonga msichana na alikonga na hasira. Hiyo ndio kwa maana ameandika deny. You know it is not what you see is not actually what is going on. Anthony, at times another question, have you ever been betrayed? Anthony, have you ever been betrayed? People get betrayed every day. Are you personally? Even right now, someone has been betrayed somewhere. But you personally, have you ever? Yes. How is that feeling? Okay, Anthony, I get mad. Totally. Yes, I get mad. But then I'm lazy one day. Huyu seriously 7 good years bado ameshika na imeandikwa mpaka kwa Biblia. Anthony, usiwahi wacha a day ipite. Usilale. Imeandikwa, it has been written. Okay. Don't ever sleep. Kama uko na shida na mwenzako, don't ever sleep. Kama bado mko na score to settle, don't go to sleep. Kama bado hamjai solve, okay? Hiyo ni bibi na bwana. Na it implies to everybody. Hata wewe msichana place yenye huko, wewe kijana place yenye huko, imeandikwa don't sleep. Ukiwa na issue na mwenzako, don't sleep kama bado hamjai solve. Huyu msana ameshika 7 good years. Hiyo haiwezi toka. Cause do you know the reason why ameshika hivyo? Yaani kuna ile usiku tu akilala kichwa hivi na mtoto. Haidake direct ule jamaa, si ndio? Asubuhi akiamka direct angalia mtoto. Sasa chuki iko iwezi isha. Then basi hii chuki angetolea mtoto basi. Angechoma mtoto. Mtoto ashakam, mtoto akukua na makosa. Yeah, mtoto akukua na makosa. Mpaka mimi personally ningekuwa that lady. Wallahi hata sijui kama this lady ako na brothers wake, ingefawashika huyu jamaa watandike na wafukuze pale wametoa. Wallahi arudi pale ametoka. But then at the end of the day, the baby is mine. The baby is huyu mtu ni wangu. So nimekaa mbali for all that time. Do you know what I was doing? Do you know what I was passing through? Do you even know if maybe I was trying to get across to you? But then kuliwanga na some forces, you know kunaanga na mapepo za uko zile zenye zilikufa kama hawajawaleka, wasichana wale wenye walikufa maybe kwa boma ya kinao msichana kama hawajawaleka, wale wenye nikijaribu kuputa call cross wanaeka X wanapiga boom, wanaeka obstacle haifiki. Do you even know if those are the things that were happening? It took 7 good years. Okay, to Daniel it took 21 ndio majibu yake ifike kwa Daniel. Na imagine the very first day alisema nataka kuomba Mungu anijibu. Hiyo first day Anthony, yes. Mungu alituma majibu ya Daniel. Anthony, do you know kuna these forces zenye zinapigananga, zinaweza pigana mpaka na nini na communication. Okay. Hapo yani hapo personally umenipiga na Bible, but you bado sita agree wallahi. No. Yeah. There's no agreement hapo. Wallahi there's nothing. No. Because there's communication. First there's phone.
kuna nowadays we have post hizi mapost kutuma barua hata kama kuna simu you must write tuende pale it is like 50 bob Poster. those Come posters ziko nowadays bado zina work out you put like 50 bob barua itafika do you mean mpaka ile siku lenye kwa toka huko hata kama ulikuwa maushago ulikuwa huko kwao there is nobody a family friend mwenye angefanya this communication at least to ambia this lady babe nimetoka tu nimeenda somewhere it was an emergency atungepatana this communication ilikuwa some a bit blocked but now nimegeta time just hata kama ni 1 week kama shatoka at least it make some sense that lady angekuwa anajua eti my girl ako somewhere na mlea mtoto one day ata come back sindio one day ata come back at least that lady angekuwa na that idea combined sio kuniambia eti somebody ana go out for 7 good years Anthony no Anthony unajua okay I want to give you facts I want to give you facts okay I deal with because everybody seems to be mad right now like no one wants to understand this guy right now like yani kila mtu including huyu best yangu ameshikia mtu mwenye hata ajui hata mimi ningekuwa hapo ningempiga ameshikia mtu mwenye ajui yeye personally amjui the same with me hata mimi ningekuwa hapo ningepiga this jamaa come on what about huyo msana angekuwa my own sister no come on can't work that way can't work that way okay so hata kama huyu dem ameamua that ataki huyu boy na mtoto ni wa huyu kijana. Huyu kijana yes amemaliza 7 good years nje. I know that 7 years okay it's a long time. Mtoto wa 7 years yes. Yako class 1 ni class 1 grade 1 now. Okay grade 1 hiyo sasa currently. Yeah. Okay so in as much as amemaliza all those years nje but then hey amerudi. Anthony imagine ukevo kwetu kuna wale wanaume wenye wanamkanga wako na familia bibi na watoto kama 7 anaamka asubuhi ana lost for years and years aujua hata ameenda wapi alipotea alienda nje amepotea kabisa without even a word okay then after 10 to 11 years anarudi do you know what the wife does anapianga magoti chini anaambia Mungu asante umenirudishia bwanangu mwenye alipotea nje. Come on, huyu msana 7 years peke yake. You don't know that thing is a bit different in this one because this girl is still new in relationship. Sometimes tunasema huyu ndiye alikuwa mtu wa kwanza, si ndio? So unajua ukimfanya those things itafanya hata chukie kila mwanaume akiona anaona yani this girl hata yani hata itikia kumari ama kwa married out because atakuwa nafikiria the same man angedo the same like the other one but this is a man mwenye akona like 7 children and this is hata akienda nje the mother anajua eti yeye ameenda maziara zake ile siku atarudi asiporudi pia maisha itasonga juu vijana wake sasa ni wakubwa there's no problem kama ni wasichana maisha itasonga but this lady bado ko new then somebody tu mjinga tu na mind yake yote anakaa anadeny mtoto wa yani kafita yani niseme kiumbe ya 2 weeks. Okay so shaka tada una come back after 7 years eti my child okay so wewe nikuulize wewe this guy is very very apologetic okay this guy is very very humble amenyekea kabisa ako chini imagine shopping zake zinachomwa akiwa tu hapo I'm imagining it amesoma tu hapo imechomwa hajasema kitu yote okay what is this guy after the forgiveness okay wewe saa hii nikuulize saa hii Mungu saa hii place yenye yuko akikumbuka mateso yenye mtoto wake alienda go don't you think hii dunia anaweza chukua tu pupu na araruwe kabisa na iishe akikumbuka mateso yenye mtoto wake alipitia so at the end of the day what do you want this guy to do okay amefika na niko very very sure hakuja peke yake amefika make it akona do hii shopping ina indicate that pesa iko sasa okay pesa is there hii economy haiwezi msumbua vile inasumbua maboys wengine kama sisi hivi nje
Okay? Okay. Amefika, okay? Okay. Amefika na shopping. We, rice bag moja unajua ni how much? Almost 2k. Amefika na bags mbili. So pesa iko, okay? Now, ako very very humble, anaomba msamaha. Okay? Ako very very humble, anaomba msamaha. So, should this lady take the matchbox, achukue mafuta amwagilia mchome? Yeah. Na imagine amekuja. He is ready to be a father. What does this lady do? Do you know what? Even the man personally akikam, alikuwa ready na that minded. Huyo girl akimuona, lazima ta do something silly. Ndio. That was a must, that man akonajua. Hakujua tu ni shopping day itachomo. Yeah, but alikuwa na a bit idea something silly must happen. Ndio. Kumaanisha this man hata angekuwa na angekuwa na that idea of coming back. Angelook another alternative ya ku meet na this girl before a plan to come back na those shopping. At least ingeleta some understanding. Yeah? Sio tumepotea then boom umeingia na shopping. Mimi nimekupigia simu nikakwambia na lalanga njaa kwetu. Come on. That's the question. Nimekupigia simu nikakwambia niko njaa, I need food. No, Anthony, no. You know, unaenda outside the topic. Come on. That's not how I say. It is a question about. You are going outside the topic. Come on. My question is, did I took my phone? Nikatika call nikamwambia, hi. I'm hungry. I need food. Suffering a lot. I need food. I need mchele, 2 bags. Did I? No. Come on. No, I was good. I was eating for good 7 good years. Inaonyesha just how a gentleman this guy is, okay? Nothing. He is a guy who knows how to ask for forgiveness. Forgiveness. Wanaume wengi wanakujanga wanaambia msana wewe nisamee kama utaki pia kuacha. Sio hivyo. Okay? Unajua wengi wanakujanga wanasema forgive me kama utaki pia uacha. Na maisha isonge. Kwani tunabembelezanga tena. But then huyu ako very very humble. A gentleman amenishinda hata. A gentleman amekuja na zawadi. That's not the holiday. Sisi tunaendanga na mbuzi moja. Huyu amekuja na more than 3 goods. Kuomba tu msamaha. Hiyo si msamaha. Amekuja kuchokozana. Achukuliwe tu basi asulubishwe. Apigwe arudi pale ametoka. Alafu mtoto. Kwani mimi niko na swali, those all 7 good years mtoto alikuwa wapi? Okay. Mtoto alikuwa wapi? Yes. At the end of the day mtoto alikuwa na mamake, si ndio? But then mimi ndio babake. Wewe historia ya babake ulimkataa akiwa 2 weeks. So historia yako na babake, those endo angale the way unaweza come back to solve this maneno. But for now it is a bygone thing. You know, nikienda hata kwa serikali sahihi. Yeah. Mtoto atakuwa confirmed that ni wangu. Tukifanya DNA atakuwa confirmed that ni wangu. Maybe serikali inaweza kaeka ka restriction that mtoto lazima kwanza akae na mamake mpaka afike 18 years ndio adecide yeye mwenyewe. But then before God and man, hata wewe mwenyewe ukiangalia huyu mtoto bado ni wangu. I also have right. That is the reason why nimekuja. Wewe unajua aje kama hata hiyo place nye huyu msichana anafukuza ukijana aende. Maybe hata hiyo place nye anaenda hakuna mtoto. No problem. Kuna shida. Mimi shidangu ni moja. Presence zake hazikuwa hapo for more than 7 good years. 7 years, okay. So kumaanisha hata saa hii presence zake hatutaki. This person to kutuba kwa ndio. Hatutaki. Yaani hatuache tu wenye tulikuwa. Duno hata venye amekuja, yaani ni kama kamyamusha ndo ninapona, then somebody anachukua knife anatunga nayo. Ile uchungu inarudingi tu yote. But then at the end of the day lazima tu kijana angerudi. Hata kama angetake 10, 15, 20 years. Lazima tu angerudi. Wazazi wengine wanaendanga. Wanaume, place yenye mko, kuna wengine, some of you go and you go forever. This guy decided to remember his seed. Akadecide kuirudia. Then kitu yenye ayapatana nayo ni gifts zenye amrudi nayo imechomwa.
what do you have to say? Like, what can you say about what this guy passed through? And don't you feel that this guy did the right thing? And do you feel like this lady did the right thing? Huh? You know, Anthony, at times it is not all about who is right and who is wrong. Okay? Issues zinafanyikanga. A lot sana. Kuchoma shopping. Issues zinafanyikanga, okay? Ana ndio hiyo, angalia, before going to sleep every night, forgive everyone and sleep with a clean heart. Come on lady, place yote yenye huko, please forgive. Ndio at least ulale, because you are not going to be at peace ukilala without kuomba huyo kijana msamaha, without communicate na yeye. Yani wewe shida yako ni shopping ilichomwa. Shopping ilichomwa. Come on. Yani that's the main problem inakusumbua. Na tight economy. Anthony, how much is a packet of flour kwenye area yenu, estate yenu? That packet 150. 150. Yeah. Imagine jamaa amezibeba kama yini moja bale moja. Okay? How much is a kilo of rice kwenye? Kilo of rice, I don't know. You don't know? I think it's the same like 150 or 100 plus. 100 plus. Yeah. We imagine amebeba bags mbili kubwa za rice ameleta. Now, how much is a packet of salt kwenye? Wewe tufanye hivyo. Unaona hizo mapesa unanipigia ndogo sijui. Ni hesabu unajaribu kupiga, like this guy amegaramika. Amelipa gharama. Hadi akalipa mpaka fare please ametoka. Hiyo ni pesa umetumia. Kutoka please ametoka, akikuja ndani kuomba tu msamaha. Gharama gani amelipa? Amelipa transport. Transport nikuulize, those ile hesabu ukizipiga zote ni how much? Amelipa transport. Ni how much those all hesabu ukipiga together? Yeah, I think it's like 15,000. Tuseme give or take plus minuses and pluses nikituka 30. Nothing like 30k. Because jamaa, it's clear wewe unaweza kaenda kuomba msamaha peke yako after 7 years. Kumaanisha the guy pia anajua amelipia pia watu wengine pia fare. And do you even know place yenye amekuwa all those 7 years? The same girl pia angemuulizia, do you know what a person through those all 7 years lenye uko around? But then come to make amends before going to sleep. Remember, before going to sleep every night, forgive everyone and sleep with a clean heart. Do you know what this topic is leo? Just put it there. Some people to comment the way inaenda. But me personally, ingekuwa mimi ndio that lady walai, hata ninge some people apige this jamaa mtembele yangu. Ungehea goons. At least wampate ka discipline kiasi. Wamgonge vizuri. Apetu mbele ya mtoto wake. Apetu discipline. Yeah, ka discipline kiasi. So that is your final word on this. I can't talk more. Okay, so guys, it's Raymond Victor. This is our first podcast. As you can see, nimekuwa na Anthony kijana fulani hivi useless sana. And not useless. And hiyo imekuwa opinion yake. Hii yenye nimesema pia imekuwa pia opinion